Saif al-Islam Gaddafi, mwana maarufu zaidi wa aliyekuwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi, ameuawa kwa kupigwa risasi nyumbani kwake mjini Zintan, kulingana na maafisa wa vyombo vya habari vya ndani vya nchi hiyo. Kifo cha Saif al-Islam Gaddafi mwenye umri wa miaka 53 kilitangazwa siku ya Jumanne na wakili wake Khalid al-Zaid pamoja na mshauri wake wa kisiasa Abdullah Othman kupitia machapisho tofauti kwenye mtandao wa Facebook bila kutoa maelezo ya kina kuhusu tukio hilo. Kwa mujibu wa chombo cha habari cha Libya Fawasel Media, Abdullah Othman alisema kuwa Gaddafi aliuawa na wanaume wenye silaha waliovamia nyumba yake katika mji wa Zintan uliopo takriban kilomita 136 kusini magharibi mwa mji mkuu Tripoli. Timu ya kisiasa ya Saif al-Islam ilitoa taarifa ikisema kuwa wanaume wanne waliovaa barakoa walivamia makazi yake na kumuua kwa kile walichokiita mauaji ya kinyama na ya kusaliti. Taarifa hiyo iliongeza kuwa Gaddafi alipambana na washambuliaji hao kabla ya kuuawa, huku wahalifu hao wakizima kamera za ulinzi ili kuficha ushahidi wa tukio hilo. Kwa upande wake, Khalid al-Minshuri, aliyekuwa mkuu wa Baraza Kuu la Taifa lenye makao yake Tripoli, alitoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa haraka, huru na uwazi ili kubaini waliohusika na mauaji hayo. Saif al-Islam Gaddafi hakuwahi kushika wadhifa rasmi serikalini, lakini alionekana kuwa mrithi wa mtu wa pili kwa nguvu baada ya baba yake kuanzia mwaka 2000 hadi 2011, kipindi kilichomalizika kwa kuuawa kwa Muammar Gaddafi mikononi mwa waasi na kuanguka kwa utawala wake wa miongo kadhaa. Baada ya waasi kuchukua udhibiti wa Tripoli mwaka 2011, Saif al-Islam alikamatwa mjini Zintan alipokuwa akijaribu kukimbia nchi. Alikaa kizuizini hadi mwaka 2017 alipoachiliwa huru kupitia msamaha wa jumla, na tangu wakati huo aliendelea kuishi mjini Zintan. Akiwa amesoma katika nchi za magharibi na mwenye ufasaha wa lugha ya Kiingereza, Saif al-Islam aliwahi kujitambulisha kama mwanamageuzi ndani ya serikali ya baba yake. Aliongoza mazungumzo ya Libya kuachana na silaha za maangamizi makubwa na kushiriki katika majadiliano ya kulipa fidia kwa familia za waliokufa katika shambulio la ndege la Pan Am Flight 103 huko Lockby, Scotland mwaka 1988. Alisoma katika chuo kikuu cha London School of Economics LSE na aliwahi kutetea kuandaliwa kwa katiba mpya na kuheshimiwa kwa haki za binadamu. Hata hivyo, wakati wa uasi wa mwaka 2011 alisimama upande wa familia yake na akawa mmoja wa viongozi wa ukandamizaji mkali dhidi ya waandamanaji aliowaita panya. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters mwaka huo, Saif al-Islam alisema kuwa ingepigana hadi mtu wa mwisho, akionya kuwa damu nyingi ingetiririka nchini Libya endapo uasi ungeendelea. Kutokana na madai ya mateso na mauaji dhidi ya wapinzani, aliwekwa kwenye orodha ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa mwaka 2011 na kutakiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya ubinadamu. Mwaka 2015 mahakama ya Tripoli ilimhukumu adhabu ya kifo bila yeye kuwepo. Mwezi Novemba 2021 Saif al-Islam alitangaza nia ya kugombea urais wa Libya, hatua iliyozua mjadala na upinzani mkali kutoka kwa makundi mengi ya kisiasa. Hatimaye alizuia kushiriki kutokana na hukumu yake ya awali, jambo lililochangia kusambaratika kwa mchakato wa uchaguzi na kurejea kwa mkwamo wa kisiasa nchini Libya. Taarifa za kifo cha mtoto wa Muammar Gaddafi ambaye ni Saif al-Islam Gaddafi zimekuwa ni taarifa za kusikitisha kutokea huko nchini Libya, ambapo nchi hiyo haijatulia kisiasa tangu Muammar Gaddafi alipoweza kuondolewa madarakani na waasi na kuweza kuuawa. Hadi hivi sasa imekuwa ni tafrani katika taifa hilo. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi jiunge nasi hapa wakati wote ili uweze kufahamu yote ambayo yanajiri huko kimataifa na maeneo mengine duniani. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.